إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، إنه قد فاز المتقون. Enyi ndugu waumini, nakuhusieni nyinyi kama vile ambavyo naihusia mwenyewe nafsi yangu kwanza katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kwa hakika wamefaulu wenye kumcha Allahu jalla wa ala. Hajatuna ila muraqabati rabbina jalla wa ala, haja yetu tulionayo sisi viumbe katika jambo la kumchunga Mola wetu mlezi Allahu jalla wa ala katika kila hali tulizonazo. فهذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم وفي هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى. hii ndio unwani yetu ya khutba yetu hii ya leo katika msikiti huu wenye kubarikiwa insha Allah ta'ala. أيها الأحبة، فحاجة الأمة إلى مراقبة الله تعالى حاجة عظيمة وضرورية، حاجة iliyonayo umma katika kumchunga Mola wake Allahu jalla wa ala ni haja kubwa mno, na ni haja ya dharura, ya lazima. Liannaha, kwa sababu jambo hilo la kumchunga Allahu jalla wa ala asasu salahi al-afradi wal mujtamaat, ndio msingi wa kutengemaa kwa mtu mmoja mmoja, na ndio msingi wa kutengemaa kwa makundi ya watu. أليس الأمة
bihajatin masatin ila muraqabati rabbiha. Je, kwa hali hiyo umma hauna haja kubwa ya kumchunga Mola wake mlezi, ilikiwa jambo hilo ndio salaha? Kama watu watafuta kutengemaa kwa jamii, kama mtu anatafuta kutengemaa kwa wanawe, kama mtu anatafuta kutengemaa kwa nyumba yake, kutengemaa kwa jamii nzima, kwa watu wote, na apandishe almuraqaba, apandishe muraqabatullahi jalla wa ala, kwa sababu ndio jamaa, ndio msingi jambo hilo wa kutengemaa kwa mtu mmoja mmoja, na ndio msingi wa kutengemaa kwa makundi ya watu, na ndio sababu ya kustakimu umma katika njia ya sawa sawa. Wal muraqabatu hiya, na muraqaba ni nini? Muraqaba maana yake huwa almuraqabatu hiya an ta'lama ilma al-yaqin anna Allah subhanahu wa ta'ala muttali'un alayk. Muraqaba maana yake ni kujua, lakini kwa elimu ya yaqini, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mwenye kukutazama wewe, ni mwenye kukuangalia, ni mwenye kukufuatilia. Ni mja kujua hivyo kwamba Allah anamuangalia fi dhahirihi wa sirrihi, kwenye dhahiri yake na kwenye siri yake. Qala Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, Ibn al-Qayyim akasema al-muraqaba maana yake dawamu ilmi al-abdi, ni kudumu kwa elimu ya mja, wa tayaqunihi, na mja kuwa na yaqini yake, bitilai al-haqq subhanahu, kwamba al-haqq subhanahu anamtazama, anamuangalia, anamfuatilia, anamuona, ajua hivyo kwa ilmu ya yaqini kabisa, ala dhahirihi wa batinihi, kwamba Allah anamjua hivyo mja wake, anamfuatilia, anamuangalia, ala dhahirihi wa batinihi, wazi wazi akiwa na watu, au katika siri yake akiwa peke yake. Allahu jalla wa ala anamuona mja wake, anamjua. Ikiwa hali ndiyo iko hivyo, qala Sufyan ath-Thawri rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, akasema alayka bil muraqaba fa mimman la takhfa alayhi khafiya. Basi ni juu yako wewe kuwa na uchungaji, mchunge yule ambaye hakifichikani kwake yeye chochote. Wa alayka birraja, na ni juu yako wewe kuwa na matarajio, mimman yamliku alwafa, mtarajie yule ambaye anamiliki malipo. Yakulu Allahu jalla wa ala, anasema Allahu jalla wa ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum, yeye Allahu jalla wa ala yupo pamoja nanyi popote pale mlipo, yeye yuko na nyinyi biilmihi jalla wa ala, kwa elimu yake. Waqala Allahu jalla wa ala, na Allah akasema vile vile, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, haupatikani mnongono wa watu watatu ila yeye Allah ni wanne wao, wala khamsati, wala haupatikani mnongono wa watu watano illa huwa sadisuhum, illa yeye Allah ni wasita wao, wala adna min dhalik, wala haupatikani mnongono wa chini ya namba hiyo waliotaja yeye watu watatu, wala akthara, wala zaidi ya hapo, illa huwa ma'ahum aina ma kanu, illa yeye Allah yu pamoja nao waja wake popote pale walipo. Ndugu zangu Waislamu, haya ni mafunzo au ni maneno ambayo sisi tunayajua, kila mmoja wetu anafahamu, anajua ya kwamba Allahu jalla wa ala anamuona, kila mtu anajua. Lakini ikiwa kila mmoja wetu anafahamu, kitu gani kilichoufikisha umma katika hali hii tuliyokuwa nayo,
ikawa umma wafanya mambo kana kwamba Allahu jalla wa ala hayupo, ikawa mtu anazungumza maneno au anafanya matendo hajali wala habari kwamba Allahu jalla wa ala yupo pamoja naye, anamfuatilia, anamwangalia, anakijua akisemacho, anakijua akifanyacho. Sote tufahamu uwezo huo wa Allahu jalla wa ala, lakini kwa nini umma umefika katika standard hii ya kufanya mambo na maovu na kuazimia mambo mazito na mabaya basi na kujali kwamba Allahu jalla wa ala anawaangalia waja wake, yu pamoja na wana wake? Kitu gani kimetufikisha hapo? Ikiwa sote tufahamu hivyo, mushkilatuna dhaafu al-yaqini fi qulubina, tatizo letu ni udhaifu wa yaqini kwenye mioyo yetu. Kila mtu anajua, lakini udhaifu wa yaqini katika mioyo yetu. Wal yaqin huwa al-ilm wa zawal ash-shakk lughatan. Yaqini maana yake ni elimu na kuondokewa na mashaka, kilugha iko hivyo. Wal yaqin istilahan, na neno yaqini kisharia huwa al-iman kullu, kama yaqulu ibn Mas'ud radiyallahu anhu, yaqini ni imani yote kwa ukamilifu, kama anavyosema Abdullah ibn Mas'ud sahaba wa mtume. Huu ndio mushkil. Qala Sufyan ath-Thawri tabi'i anasema, wallahi law waqa'a al-yaqin fi al-qalbi kama yanbaghi, law yaqini kama itakaa kwenye moyo wa mtu kama inavyotakikana, la tara al-qalbu shawqan ila Allah jalla wa ala, kila wakati moyo ungeliruka kuwa una shauku na Allah jalla wa ala. La tara al-qalbu shawqan ila al-janna wa haraban min an-nar, kila wakati moyo wa mtu ungekuwa una shauku ya pepo ya Allah jalla wa ala na kukimbia moto. Mushkilatuna dhaafu al-yaqin, lakini kila mmoja wetu anajua Allah yupo, kila mmoja wetu anafahamu Allah anamwangalia, kila mmoja wetu anajua kwamba anao malaika wanaoandika akisemacho akifanyacho. Kila mmoja wetu anajua Allahu a'lamu, Allah ni mjuzi, ya'lamu kha'inatal a'yuni wama tukhfi as-sudur. Katika uwezo wake Allah anajua khiana za macho na yale yanayoficha na nyoyo. Kila mtu anafahamu. tatizo dhaafu al-yaqin fi qulubina, wa nas'alu Allah at-tawfiq wa ath-thabat. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm ad-din. Ndugu zangu waislamu, idha istash'ara al-'abd أن الله يراه ويسمع كلامه ويعلم سره ونجواه. إذا استشعر العبد، لو مجا كما تكون هسيا، أنا هسي أن الله يراه كما الله نمونا. كجوا كلا mtu anajua tatizo ni hisia, al-yaqinu ndio tatizo. Lau mtu kila mmoja wetu angelikuwa na hisia أن الله جل وعلا يراه كما الله أنا مؤمن ويسمع كلامه، الله أنا سكية من نوياك ويعلم سره، الله أنا جوا سر ذاك ونجواه، الله أنا جوا من نوياك. لو كلا mtu angelijua hivi istaqama qalbuhu، moyo wake ungelitimama sawa sawa. Wasalaha halo, na hali yake ingelitengemaa vizuri mno. Kila mtu angekuwa na yakini wa hilo, kila mtu angekuwa na hisia za hizo. Amesimulia al-Imam at-Tabarani kutokana na hadithi aliyosimulia, riwaya athar aliyosimulia Zaid bin Aslam ibn Umar, mtoto wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ambaye ni sahaba pia. Siku moja alikuwa amekaa pahala hivi, mara ghafla akapita mchunga mbuzi akiwa na mbuzi. Ibn Umar akamfanyia mtihani yule mchunga mbuzi, akamwambia, akamuuliza mchunga mbuzi yule, hal min jazara, je, katika hao mbuzi unaochunga wewe yuko mbuzi ambaye anaweza kulika vizuri? Bi'ni shatan, niuzie mimi mbuzi mmoja. Mchunga mbuzi yule
faradda alayhi, akarejesha jawabu kwa Ibn Umar radiyallahu anhu, akamwambia laisa huna rabbuha, kweli mbuzi niko nao na yuko mbuzi anaelika, lakini mwenyewe mwenye mbuzi wake hapa hayupo. Qala Ibn Umar akamwambia qul li sayyidika akalaha dhib, mwambie bwana wako kwamba huyo mbuzi utakayeneuzia kaliwa na mbwa mwitu. Mazingira yanaruhusu, tuko majangwani, mbwa mwitu wapo. Qul li sayyidika akalaha dhib, mwambie huyo mbuzi kaliwa na mbwa mwitu. Nafasi ipo nzuri ya kupiga pesa, kwa sababu tayari akirudi akimwambia kaliwa na mbwa mwitu hana namna ya kufuatilia. Farafa'a ar-ra'i ra'sahu ila as-samaa wa qala, lakini mchunga mbuzi akanyanyua kichwa chake juu akasema kumwambia Ibn Umar, wa aina Allah. Sawa, naweza kukuzia, naweza nikasema akalaha dhibu wa aina Allah, lakini Allah yuko wapi? Hili ndilo swala ambalo umma kwa kiasi kikubwa umekosa kujiuliza katika mambo yake. Kila mmoja ingekuwa kila mtu yuraqibu Allah jalla wa ala, akitaka kufanya kitu anajiuliza aina Allah, kisha kama Allah jalla wa ala anakiridhia anakifanya, kwamba Allah jalla wa ala anakikataza anakiwacha. Ibn Umar alipopokea jibu kutoka kwa mchunga mbuzi aina Allah, Allah yuko wapi, Ibn Umar akatirika machozi akawanalia, huku anasema ana ahqqu an aqulaha, mimi ndio na haki zaidi ya kulisema neno hilo, aina Allah aina Allah aina Allah. Ikawa Ibn Umar analikariri ile neno aina Allah aina Allah aina Allah, mimi na haki ya kulisema neno hilo. Kisha Ibn Umar radiyallahu anhu ishtarahu, akamnunua yule mtumwa, washtara alghanam, akawanunua na mbuzi wote, wa a'taqahu, akamwacha huru mtumwa na akampa na mbuzi wote, kwa sababu ya kule kuchunga kwake aina Allah. Ingelikuwa kila mtu kati yetu anachunga aina Allah, ma saraka man saraka, asingeliiba mwenye kuiba, wama zana man zana, asingelizini mwenye kuzini, wama qatala man qatala, asingeliua mwenye kuua, wama irtasha man irtasha, asingetoa rushwa mwenye kutoa rushwa, wama igtaba man igtaba, asingesengenya mwenye kusengenya, wala asingefanya la kufanya mwenye kufanya, kwa sababu kila mtu anauliza aina Allah, yuraqibu Allah jalla wa ala. Allah anatuambia inna Allah kana alaykum raqiba, hakika yeye Allah juu yenu nyinyi ni mchungaji, anawachunga nyinyi. Kama nyinyi hamchungi basi fahamuni hivyo, ma yalfidhu min qawli illa ladayhi raqib atid, hayamtoki binadamu maneno. Allah jalla wa ala sema hivyo, ma yalfidhu min qawli, binadamu hayamtoki hata kauli moja kinywani mwake illa ladayhi raqibun, illa mbele yake yuko mchungaji tayari kabisa, atid, yuko tayari anaandika. Tungelikuwa tuna yakini ya haya, wallahi tungeyafanya yanayomridhisha Allah jalla wa ala. Tusingeliuana kwa sababu ya upuuzi, mambo ya kupita, wala tusingelitukana matusi ya nguoni kwa sababu ya mambo ya kisiasa, wala tusingelikashifiana kwa sababu sisi tuna jukumu la kila Muislamu kumheshimu Muislamu mwenzie. Kama ufahamu, rejea katika suratul Hujurat, msikilize Allah jalla wa ala anazungumza nini juu ya heshima yako kwa Muislamu mwenzio, popote pale alipo, popote pale anapotokea. Sizama Allah katika suratul Hujurat mipaka aliyokuwekea juu yako wewe na Muislamu mwenzio. Mushkilatuna dha'ful yaqini fi qulubina, tatizo letu ni udhaifu wa yaqini katika mioyo yetu, mpaka tumefika tunauana, tuko tayari kuuana, tuko tayari kufa, tuko tayari kutukanana, tuko tayari kuharibiana mali zetu, tuko tayari kufanyana kila baya kana kwamba Allahu jalla wa ala hayupo. Hili ndio tatizo, yaqini katika mioyo yetu. Lakini kila mmoja wetu anajua kwamba Allahu yupo, na anajua anao malaika wanaofuatilia mienendo yake, hawamuachi hata dakika moja.
wanajua anachokisema na anachokifanya, na Allah jalla wa ala elimu yake ni kubwa mno, anafahamu hata unachokinadhiria katika moyo wako, kitu gani umekikusudia, yeye anajua. Tatizo tumekosa kujiuliza aina Allah jalla wa ala, na ndio maana umma umefika hapa ulipo. Umma unayumba kama mlevi, na umma unacheka kama mwenda wazimu. Una mambo ya ajabu kabisa unaoyafanya basi na kujali uwepo wa Allahu jalla wa ala, basi na kujali uwezo wa Allahu jalla wa ala, basi na kujali elimu ya Allahu jalla wa ala, basi na kujali amri za Allahu jalla wa ala, basi na kujali makatazo ya Allahu jalla wa ala. Aljahlu billahi jalla wa ala mushkilatuna, ujinga wa kutokumjua Allahu jalla wa ala ndio tatizo letu jingine kubwa. Tuna maneno ya kusema tu Allah yupo, lakini hatuna taaluma ya kutosha juu ya Allah. Ikiwa imekosekana na yakini ndani yake, hali hii ikiendelea, umma utazidi kuelekea kubaya kila siku. Lakini tukijirekebisha na kurudi madarasani, tukawa tusoma nini hasa al-yaqin, tukawa tusoma kwamba hii kumbe ni ibada miongoni mwa ibada za moyo. Kazi yake yatengeneza moyo wa mtu, ili mtu atengemae, asiwe na wasiwasi. Ikikaa pahala pake hatakuwa na wasiwasi hata na mkewe nyumbani au popote pale alipo. Tatizo dhaafu al-yaqin fi qulubina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma arhamna innaka bina rahim ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. الطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.